tulikwishaeleza jana. Kwa hivyo darasa ya leo inaanzia katika mukaddima fi fadli ta'lim al-ilm wa istima'ihi. Asema i'lam ayuha al-akhi, jua ewe ndugu, wafaqani Allah wa iyyaka li ta'atihi, an yuwafikisha mimi Mwenyezi Mungu na wewe katika kumtii yeye, wakafana sharra isyanihi, na atukinge na shari za kumwasi yeye, wa mukhalafati amrihi, na kukhalifu amri zake. Annahu, kama mambo yalivyo, lamma kanat al-a'malu al-khairiyati fi shahri ramadhana mudha'afatan fil ajr, zama yalipokuwa matendo ya khairi katika mwezi wa Ramadhani ni yenye kuongezwa, kuzidishwa, fil ajri, katika malipo, wa thawab, na thawab. Ahbabtu an adhkura laka tarfan minha, nimependelea kutaja kwa ajili yako ncha katika matendo hayo ya khairi. Kadirasati ilmi, asema kama vile darasa za elimu, darasa ya elimu, yani kujifunza, wa sadaqa, na sadaqa katika matendo ya khairi, wa tilawati alqur'ani, na kusoma Qur'an, wa dhikri, na dhikri, wa duai, na dua. Hayo ni katika matendo ya khairi ambayo amependelea kuyataja. Litamala biha, ili uweze kuyatumia hayo matendo ya khairi ninayoyataja, na yataja hapa ili wewe upate kuyatumia hayo, fi hadhihi alawqat alfadila, katika nyakati hizi alfadila zilizokuwa bora. Tarikan kulli khasisin, hali ya kuwa ni mwenye kuacha kulla khasisin, yote ambayo khasisin ni mambo duni. Tarikan kulli khasisin, hali ya kuwa ni mwenye kuacha mambo yote duni. Mimma yuaddi ila ghadabi maulaka, mimma yuaddi ila ghadabi maulaka, katika yale ambayo yanayopelekea kwenye hasira ya Mola wako. Mushtaghilan bi ta'atihi, hali ya kuwa ni mwenye kushughulika na kumtii yeye Mwenyezi Mungu. Bihaithu la yamdhi alayka lahadhatun fi hadha ash-shahr, kwa sifa ya kwamba hakipiti juu yako kitambo, fi hadha ash-shahr, katika mwezi huu, illa walaka fiha ta'a, ila na una wewe ndani ya kitambo hicho taa ya kumtii Mwenyezi Mungu. Kwa maana usipite muda wote, ila na ndani ya muda huo uwe katika taa ya kumtii Mwenyezi Mungu. Faqif bil a'tabi, basi simama kwa unyenyekevu, kwa upole na unyenyekevu. Waludh bidhaka aljinaba, na taka kwa hayo utukufu. Asa ayuftaha laka albabu, huenda ukafunguliwa kwako wewe mlango, yani asa ayuftaha laka albabu, utafunguliwa kwako wewe mlango. Fatuktaba min alahbabi, na ukaandikwa katika wapenzi. Watustanas biladhidhin, na ukastareheshwa kwa ladha, na ukastareheshwa watustanas biladhidhin, na ukastareheshwa kwa ladha. Wa anna ila rabbika almuntaha, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema, na hakika ni kwa Bwana wako almuntaha, marejeo. Fa aqulu, ninasema, min al-a'mali al-matluba, miongoni mwa matendo yenye kutakiwa, almuthabu alaiha, ambayo hulipwa thawabu juu yake, juu ya matendo hayo. Afdalu thawabi, tena bora ya thawabu. La siyaman fi hadha fi shahri ramadhana, hasa katika mwezi wa Ramadhan. Dirasatul ilmi wa istima'ihi, ni darsa za elimu na kusikiliza, au darsa ya elimu na kusikiliza darsa hizo. Kwa maana unatakiwa ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhan uwe kwa namna moja au nyingine upo katika darsa za elimu, kama msomeshaji unasomesha, au ni mwanafunzi unasoma, au unasikiliza tu. Qala sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kulizungumza hilo, anasema ughdu aliman, iwa msomi. Katika maisha yako unatakiwa uwe aliman, uwe msomi, au mutaalliman, au mwenye kujifunza, au mustami'an, au mwenye kusikiliza, au muhibban, au mwenye kupenda. Katika sehemu hizi nne hakikisha upo katika moja ya sehemu nne hizi. Kwanza kabisa unatakiwa kuwa msomi. Alafu kama hukujaliwa kuwa msomi, basi unatakiwa uwe mwanafunzi unajifunza, au hukujaliwa yote mawili, basi unatakiwa uwe mwenye kusikiliza,
Ikiwa haukujaliwa katika hayo matatu, basi unatakiwa kuwa mpenzi, unawapenda hao ulama, unawapenda hao wenye kujifunza, unawapenda watu wanaopenda elimu. Ay lil ulama, anasema muhibban ay lil ulama. Lil ulama maana yake huwa ni mwenye kuwapenda wasomi. Ulama ni jamu alimin, kwa maana wasomi. Wala takun khamisan, wala usiwe watano fatahalika na ukaangamia. Usiwe kwenye nafasi ya tano, yani maana yake kwamba haupo katika wasomi, haupo katika wanaojifunza, wala haupo katika wanaosikiliza, wala haupo katika wanaopenda. Anasema usiwe kwenye nafasi hiyo ya tano, sasa fatahalika na ukaangamia. Rawahu al-Bazzar al-Tabarani wal-Bazzar. Hadithi hii Mtume sallallahu alaihi wasallam anatutaka kwamba lazima tuwe kwa namna moja au nyingine tunahusika na elimu. Waqala, na akasema tena Mtume sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan, mwenye kupita njia, yatlubu fihi ilman, anatafuta ndani yake elimu, salaka Allahu bihi tariqan, atampitisha Mwenyezi Mungu kwa hilo njia, ila aljanna, ya kwenda peponi. Mtu ambaye atakayepita katika njia yoyote katika kutafuta elimu, basi Mwenyezi Mungu humpitisha katika njia ya kwenda peponi, kwa maana hulipwa pepo kwa sababu ya kutafuta elimu. Na rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa Ibn Majah, ay li'annahu, anafanua hadithi ya sema li'annahu, kama mambo yalivyo, la tariqa ila ma'rifati Allah ta'ala, hakuna njia ya kumjua, la tariqa ila ma'rifati Allah, hakuna njia ya kumjua Mwenyezi Mungu Ta'ala mtukufu aliyekuwa ametukuka, illa bil ilmi nafi'i, ila ni kwa elimu yenye kunufaisha. Mtu asome elimu alafu elimu ile iwe ina sifa ya kunufaisha, basi mtu huyo ndipo atakapomjua Mwenyezi Mungu, hakuna namna nyingine. Anasema illa bil ilmi nafi'i fi dunya wal akhirah, ila ni kwa elimu an-nafi' yenye kunufaisha fi dunya, hiyo elimu iwe inanufaisha duniani, wal akhirah, na akhirah. Fayajibu ala kulli mukallafin, kwa hivyo inapasa juu ya kila mwenye kukalifiwa na sheria, kila mwenye kulazimishwa na sheria. Kuna umri akishafikia kwamba sheria yamlazimisha afanye mambo, basi ndio aitwa mukallafin. Fayajibu ala kulli mukallafin, kwa hivyo inapasa juu ya kila mwenye kukalifiwa na sheria, ay yas'ala ahla alilmi, kuwauliza watu wa elimu, amma yataallaqu bi amri dinihi, yale yanayofungamana na jambo la dini yake, wa maashihi, na maisha yake. Maana mambo yanayohusiana na dini yako unatakiwa kuwauliza wasomi, usikae kimya, na vile vile yanayohusiana na maisha yako ya kila siku unatakiwa kuwauliza vile vile wasomi. Waqala, na amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man tafaqaha fi dinillahi, mwenye kujifunza katika dini ya Mungu azza wa jalla mtukufu, kafahu Allahu ta'ala, atamtosheleza yeye Mwenyezi Mungu, au atamkinga yeye Mwenyezi Mungu, ma ahamahu, na yale ambayo ni yenye kumhuzunisha, warzaqahu, na atamruzuku yeye min haithu la yahtasib, kwa namna asiyotarajia, atamruzuku Mwenyezi Mungu mtu wa hivyo. Waqala ta'ala, na amesema Mwenyezi Mungu aliyekuwa ametukuka, fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Asema Mwenyezi Mungu mtukufu, fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, waulizeni wataalamu wa mambo ikiwa ninyi hamjui. Tafsiri ambayo itaeleweka haraka ni kwamba waulizeni watu wataalamu wa mambo ikiwa ninyi hamjui, yani jambo fulani ambalo wewe hujui, hauna elimu nalo, basi wataka kufahamu kitu, waulize wataalamu wa jambo hilo. Hii ina maana kwamba watu wanatakiwa kuwafuata wanawazuoni wenye elimu, waweze kupata maarifa kutoka kwao kwa kuwauliza yale ambayo hawayajui. Waqala sallallahu alayhi wasallam, na amesema sallallahu alayhi wasallam, al-ilmu khazainu, elimu khazainu, al-ilmu khazainu mafatihuha as-su'alu, elimu ni khazina, elimu ni khazainu, ni khazina. Mafatihuha, hazina ni vitu, ni mali zilizotunzwa mahala, kwa hivyo kama vile magodauni fulani hivi ambayo yamefungia mali.
Sasa elimu ndio sema ni hazina, mafatihuha, funguo zake as-sualu ni kuuliza. Kuuliza ndio ufunguo wa elimu. Kuuliza ndio ufunguo wa elimu. Ala fasalu rahimakumullah. Fasalu, ulizeni, rahimakumullah, akurehemuni ninyi Mwenyezi Mungu. Fa innahu, akamambo yalivyo, yujar fihi arba'atun, wanalipwa ndani yake arba'atun, watu wanne. Katika kuuliza wanalipwa watu wanne. Asailu, mwenye kuulizwa hulipwa, mwenye kuuliza. Asailu, mwenye kuuliza, yani hulipwa kwa kuuliza masala anayotaka kuyafahamu katika dini yake, akauliza kwa kule kuuliza tu hulipwa. Wal alimu, na msomi hulipwa kwa elimu yake, kwa elimu yake anaitoa baada ya kuulizwa akajibu kielimu. Wal mustami'u, na mwenye kusikiliza, mwenye kusikiliza naye pia analipwa vile vile. Wal muhibbu lahum, na mwenye kuwapenda hawa watu wa elimu, mwenye kuwapenda pia hawa watu wa elimu naye pia vile vile kwa yale mapenzi yake tu, basi mtu huyo hulipwa. La yambaghi liljahili, haitakikani kwa mtu mjinga, ayaskuta ala jahalihi, kunyamaza juu ya ujinga wake. La yambaghi, haitakikani, liljahili, kwa mtu mjinga. Jahil, mtu mjinga ambaye hajui ndo anaitwa mjinga. Mjinga si tusi, ni sifa. Maana yake mtu ambaye hajui basi anaitwa mjinga. Sasa hiyo ni sifa, lakini sio sifa nzuri. Kwa hivyo ili uondokana na sifa hiyo, maana yake utafute maarifa ili uweze kuondokana na sifa hiyo, wala usiwe na hasira. Watu wakikuita mjinga, japokuwa hatusemi watu waitane hivyo, lakini watu wakikuita mjinga usikasirike, bali unatakiwa kupambana kuondoa ujinga, kwa sababu ujinga ni sifa ya mtu, lakini sio sifa nzuri. Kwa hivyo la yambaghi, haitakikani, liljahili, kwa mtu mjinga, ayaskuta ala jahalihi, kunyamaza juu ya ujinga wake, kwamba akabaki tu kimya na hajui, lakini amebaki tu kimya, haitakiwi. Wala lilalimi, wala kwa mtu msomi, yani mwenye elimu, ayaskuta ala ilmihi, kunyamaza juu ya elimu yake, kwamba amesoma na elimu akabaki tu amenyamaza, haitakikani. Kwa maana wote wawili wanatakiwa jishughulishe na elimu. Asiyejua ajishughulishe na elimu, aitafute, na mwenye elimu vile vile ajishughulishe kuitoa elimu hiyo kuwapatia watu. Waman lam yajid mualliman yuallimuhu, na yule ambaye hakumpata mualliman, mwenye kumsomesha, yuallimuhu, atakayemsomesha, ma yahtaju ilayhi, anayohitajia, falyarhal, ni asafiri, wujuban, kwa njia ya wajib. Falyarhal, ni asafiri, wujuban, kwa njia ya wajib. Tazama kwamba mtu hakumpata mtu wa kumsomesha, anatakiwa hasa afunge safari kwenda kumtafuta mtu, kwa maana ni jambo muhimu sana. Anasema falyarhal, ni asafiri, wujuban, kwa njia ya wajibu kabisa, litalabi taallumi, kwa ajili ya kutafuta kujifunza. Waqala alayhi salatu wasalam, na amesema mtume alayhi salatu wasalam, la an taghdwa fata'lama ayatan min kitabillah, ninaapa ukidamka na ukaenda kujifunza ayatan min kitabillah, aya katika kitabu cha Mungu, khairul laka, ni bora kwako, min an tusallia, kuliko kuswali 100 rakaa 100. Yani mtu akafunga safari kwenda kuitafuta elimu, kujifunza, kwenda kujifunza aya moja tu katika Qur'an, ni bora kwake kuliko kuswali rakaa 100. Wala intaqdu, na vile vile ukadamka kwamba umeamka ile asubuhi, fatuallima baba min alilmi, na vile vile. Kwa hivyo anasema wala in taghdwa fatuallima baba, na ukaamka asubuhi ile umedamka, fatuallima baba, na hii ni fatuallima, manake ukasomesha baba, mlango, min alilmi, katika elimu. Umila bihi, uliotumiwa huo mlango, yani baada ya kuwa umesomesha mtu akautumia mlango huo wa elimu uliosomesha, au lam yu'mal bihi, au huo mlango wewe umesomesha tu, ukawa umemaliza kusomesha lakini haukutumiwa huo mlango, huyo aliyemsomesha hakutumia ulichomsomesha, lakini umemsomesha, khairul laka, ni bora kwako wewe, min an tusallia, kuliko kuswali 1000 rakaa 1000. Tazama kwamba mtu ametoka aenda kumsomesha mtu,
amsomeshe mlango mmoja tu katika elimu, aambiwa ni bora kuliko aswali raka 1000. Angalia nafasi ya elimu. Imepokelewa na Ibn Majah biisnadin hasanin. Wa qala ba'd al-hukama, na wamesema ba'd al-hukamai, baadhi ya watu wenye hikma, man jalasa ma 5 zada lahu 5, mwenye kukaa na watu wa aina 5, mwenye kukaa na watu wa aina 5 basi atazidisha mambo 5. Tumalizie kwa maneno haya ya watu wa hikma, anasema man jalasa ma al-aghniyai, mwenye kukaa na matajiri, zada lahu hubba dunya, atazidisha kuipenda dunia. Ukikaa na matajiri utazidisha kuipenda dunia. Alladhi huwa ra'su kulli khati'a, ambao huo utajiri ndio msingi wa kila kukosea. Wa man jalasa ma'al fuqara'i, na mwenye kukaa na mafakiri, zada lahu ashukra, basi atazidisha kumshukuru Mungu. Waridha, na kuridhia biqismati llahi ta'ala, kwa kigawanyo cha Mwenyezi Mungu, pia utakuwa na tabia ya kuridhia na kile Mungu anachokupa. Wa man jalasa ma'an nisa'i wasibyan, na mwenye kukaa na wanawake na watoto wadogo, zada lahu alhamqa, atazidisha upumbavu wal jahala, na ujinga. Kukaa na wanawake na watoto utazidisha upumbavu tu na ujinga. Wa man jalasa ma'al fusaq, na mtu mwenye kukaa na watu mafasiki, watu waovu, zada lahu aljara, atazidisha ujasiri ala almaasi, juu ya kutenda maasi. Kana watu waovu, basi utajikuta kwamba unao ujasiri wa kutenda mambo ambayo Mungu hataki kuyafanya. Walkasala, na vile vile atazidisha uvivu, anitaati, uvivu wa kumtii Mwenyezi Mungu. Wa man jalasa ma'al ulama, na mwenye kukaa na wasomi, zada lahu rushd, atazidisha arrushda, atazidisha uongofu. Wa zuhda, na zuhud, kuipa mgongo dunia. Wa saada, atazidisha wema. Asaadata fi dunya wal akhirah, atazidisha wema katika dunia na akhira. Basi inshallah nadhani kwa leo tuishie hapa, tutakuja tuendelee na sehemu ya 3 ya darasa yetu kuanzia hapa. Waqala